Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. haya ni maneno ya Allah subhanahu yaliyomo katika suratu an-Nahl. Ni maneno makubwa. Nimechagua maneno haya miongoni mwa maneno mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hili ambalo liko mbele yetu. Nitaifafanua aya hii kidogo tu baada ya kuyatoa maelezo haya yafuatayo. Sote tufahamu kwamba ikifika Oktoba 29 baadhi ya Watanzania waliojiandikisha watatoka kwa ajili ya kwenda kupiga kura za kumchagua rais na wabunge au na wawakilishi pia. Hili ni jambo tumeletewa kutoka magharibi, likalazimishwa likapenyezwa kwamba lazima kuwe na utaratibu huu. Utekelezwaji wake katika nchi zetu hasa hizi za Afrika, jambo hili limekuwa gumu sana na limeleta madhara mengi sana. Na moja katika madhara yaliyojitokeza katika nchi zetu hizi za Afrika ni uvunjifu wa amani kwa sababu ya jambo hili. Mimi sitalizungumzia jambo la demokrasia wala jambo la kupiga kura. Tazungumza hiki kipengele cha uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Ndani ya kipindi hiki cha vuguvugu la siasa kuna viashiria vingi vinavyojitokeza vya uvunjifu wa amani, na kuna watu wanaonekana wamechoshwa na amani na utulivu uliopo kwa sababu mbalimbali wanazozijua wao. Nitazitaja baadhi ya sababu hizo katika hutuba yetu ya leo. Kwa hiyo wao wanaona kwamba kile walichokisimamia ndiyo sahihi hata kama amani itatoweka katika nchi zetu. Amani ya nini bwana? Amani ya nini bwana? Hakuna haki, hakuna uhuru, acha watu wafe. Maneno haya yamekuwa yakienezwa kwa muda mrefu kwa njia mbalimbali, kwa vyombo vya habari na hasa mitandao ya kijamii, kupitia wanaharakati mbalimbali au wanaojiita wanaharakati na baadhi ya wanasiasa na wanaojiita watetezi wa haki za binadamu na wengineo, bali hata baadhi ya viongozi wa dini wakitumika katika kulisimamia jambo hili. Sasa sisi Waislamu tuna taratibu zetu na miongozo yetu juu ya michakato yote inayoendelea hiyo. Hakuna mahali Muislamu atafika kwamba sasa hapo Uislamu hauna maelekezo. Kwa jambo hili hakuna mafundisho ya Uislamu, sasa tunaweza kuchukua mafundisho mengine. Hakuna. Si mambo yanayofungamana na dini wala dunia, si ndani ya msikiti wala nje ya msikiti. Popote pale ulipo Muislamu unao muongozo unaokuongoza wewe, tena ni wajibu juu yako kuufuata, sio hiari. Maadamu umeshakubali Uislamu kuwa ndio dini yako, waradhita billahi rabban wa bi Muhammadin rasula, muda wa kuwa usharidhia wewe kuwa Allah ndiye Mola wako na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wako. Radhitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasula. Ukiwa umeridhika na hilo, na kila siku wewe wasema maneno haya asubuhi na jioni, wamwambie Allah subhanahu, wajishuhudisha kwake. Muislamu yote anasema maneno haya, Muislamu anayejitambua
anatangaza rasmi asubuhi na jioni, kabla jua halijachomoza, asubuhi na kabla jua halijazama. Muislamu husema maneno haya mara tatu: mimi nimesharidhika kuwa Allah awe ndiye Mola wangu na dini ya Uislamu ndiyo dini yangu, ndiyo mfumo wa maisha yangu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi ndiye mtume wangu. Mimi nitasikiliza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, nitasikiliza miongozo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitayafanyia kazi mafundisho ya dini yangu ya Uislamu. Hivi ndivyo Muislamu anayejitambua kila siku anavyokuwa. Sasa kama bado hujajitambua, jitambue kwenye hilo kwamba wewe ni Muislamu na una miongozo ambayo ni wajibu juu yako kuifuata. Na ndio maana imekuja athar, baadhi ya wanazuoni wanafanya ni hadithi marufuku kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman, kadhalika hadithi ya Ibn Mas'ud. Lakini as-sahih annahu atharun sahihun an Ibn Mas'ud, mawquf an Ibn Mas'ud. Athar, mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud, ametaja al-Imam at-Tirmidhi katika jami' yake, wakielekezwa waislamu: la takunu imma'a taqulun idha ahsana an-nasu ahsanna wa idha zalamu zalamna, katika riwaya wa idha ahsanu ahsanna walakin wattinu anfusakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa imethibiti hadithi kutoka kwake au sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema waislamu nyinyi msiwe imma. Imma ni mtu ash-shakhs alladhi yuqallidu akhar bila wa'i wala tafakkur. Imma ni mtu anayefuata watu wengine, anayedandia agenda za watu pasi na kufahamu wala kutafakari. Huyo ni imma, bendera fuata upepo. Msiwe hivyo waislamu. Kwa hiyo muislamu anajengwa kwenye misingi madhubuti. Msiwe ni bendera fuata upepo, mkawa mnasema watu wakifanya vizuri na sisi tutafanya, na wakifanya vibaya na sisi tutafanya vibaya. Kama watu wataharibu, basi sisi tutaharibu. Kama kuna watu waliharibu nchi yao huko, basi hata sisi kwani kuna nini? Kuna kitu gani? Wenzetu mbona wamefanya? Zitulizeni nafsi zenu. Wanaambiwa zitulizeni nafsi zenu, muwe mna uwezo wa kuchanganua mambo. Kama watu watafanya vizuri, basi si vibaya kuwaiga na nyinyi mkafanya vizuri. Watu wakiwatendea wema, basi na nyinyi walipeni wema. Wakifanya mambo mazuri, yaigeni mambo yale na nyinyi muyafanye. Na wakidhulumu, basi nyinyi msidhulumu. Wakiharibu, basi nyinyi waislamu msikubali kuharibu. Haya ndio mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mafunzo yalipokewa kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanamjenga muislamu katika msingi huu. Kwa hiyo muislamu hawi tabi'u likulli na'iq. Muislamu hawi ni mfuasi wa kila anayepiga yowe na kupiga kelele, hadandii agenda za watu. Sasa kuna watu huko kwenye mitandao wanawahamasisha watu watoki wafanye maandamano, kwamba tarehe 29 tusikubali kwa sababu wenzetu wa nchi fulani walifanya, kwa sisi tusikubali. Tutoke barabarani, tusikubali. Sasa muulize muislamu, kinachokufanya wewe utoke barabarani uipinge serikali, upambane na vyombo vya dola, na pengine damu zitamwagwa na mali zitaharibiwa na mambo mengi yataharibika, na kubwa zaidi amani itatoweka, linalokufanya wewe utoke barabarani ni nini? Kuna dada mmoja kule kasema la takunu imma, la takunu imma. Kuna mwanaharakati fulani kasema tumewaona wenzetu wamefanya. Muislamu hawi bendera fuata upepo. Madai yanayoletwa yanapimwa kwenye mizani. Anasema nini? Anadai nini? Tunadai haki.
tunadai haki kwa sababu hakuna haki. Utekaji umezidi, watu watekwa, kwa hiyo hatuna uhuru. Mimi nataka kuulize wewe Muislamu, ni haki gani ulioikosa, uliofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni haki yangu na nimeikosa? Pengine ipo, ulidhulumiwa kitu fulani. Rudi kwenye mafunzo ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endapo itatokea dhulma, utatokea unyanyasaji, ukandamizaji kutoka kwa mtawala mwenye mamlaka ambaye anasimamia jambo la nchi yako, akikudhulumu, pengine kakupiga bila sababu yoyote, pengine una shamba lako kakunyang'anya, nyumba yako imeporwa au imevunjwa, pesa zako zimechukuliwa, mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekufundisha nini? Usiangalie mambo ya mitandao kwamba fulani kasema kwenye mtandao fulani. Wewe angalia, wewe ni Muislamu na ulishasema raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabiyya. Umejifunga mwenyewe kwenye Uislamu. Labda vinginevyo useme kwamba kuanzia leo mimi sitaki tena Uislamu, huu Uislamu huu mimi siutaki, toka kwenda fuata kingine unachokitaka. Lakini usijidai kwamba Muislamu na huku una misimamo 1000 tofauti, dhulu wajhain, huko kama kinyonga. Kama umeamua hivyo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatueleza kwamba addul ladhi alaikum, watekelezeni haki zao. Watawala wakiwadhulumu, watekelezeni haki zao. Fa inma alaikum ma humiltum, nyinyi mmelazimishwa kutekeleza lile mlilowajibishwa nalo, ni usikivu na utiifu katika wema. Na haya tushazungumza sana. Sasa mazungumzo yanarefuka kutokana na kadhia yenyewe ilivyo. Mimi nitajaribu kuyafupisha mazungumzo haya. Ufupi ni kwamba Muislamu haruhusiwi kufanya jambo lolote au kusema neno lolote linaloashiria kuleta uasi na kumpinga kiongozi hadharani, hata kama kadhulumiwa. Asubiri. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Lakini pia tukizichambua haki zenyewe hizo zinazodaiwa, watu watekwa. Kwa nini yule fulani katekwa? Sisi tusikia baadhi ya tusoma kwenye mitandao, mtu akaa kwenye mtandao anamtukana mtu. Uislamu umekataza kutukana. Hata unayemtukana akiwa ni mtoto mdogo hairuhusiwi. Matusi ni haramu. Haifai kumkashifu mtu na kuudhalilisha utu wake. Haifai tatabu'ul awrat katika Uislamu, mtu kufuatilia aibu za watu na kasoro zao, afanya nini, enda wapi, ana nini, ukaanza kumchimbua mtu. Haifai. Sasa haya ndio yaliyojaa kwenye mitandao, mambo ya dhulma na uadui. Atukanwa mtu, baba wa fulani au mama wa fulani, kwa matusi ya nguoni. Mimi nakuuliza swali, lau kama wewe wajua kwamba fulani anatukania babangu, matusi ya nguoni, anamdhalilisha na mimi nipo, wewe utamfanya nini kama una nguvu? Sasa vipi jambo la kiongozi, mtawala wa nchi, asimame mtu aanze kumtukana mwingine? Sasa kama kuna dini inaruhusu mambo hayo na upuuzi huo, Uislamu hauruhusu jambo hilo. Sisi kwenye Uislamu hatuna mambo hayo. Upumbavu wa aina hiyo kwetu hakuna. Uko huko kwingine kwamba huyu anatukana atukane tu, asichukuliwe watu hizo zote. Wewe mzazi, mkanye mtoto wako. Wewe mlezi, mkanye mwanao unayemlea, asitukane watu. Kwa sababu ukimtukana baba au mama wa mtu,
mwanao akimtukana mzazi wa mtu, basi siku ukitukanwa na wewe usilalamike, bali ukichukuliwa hatua au yeye akichukuliwa hatua usilalamike. Sasa inakuwaje tunabadilisha mizani sisi? Tumeona mtu atukana, baba yake yupo, mama yake yupo, jamaa zake wapo, hawamkatazi. Anapotiwa nguvuni sisi tunalalamika, mwanangu, wewe una wazimu. Sasa haya ndio yaliyopo sasa hivi. Lakini wewe wafanya shughuli zako, wenda warudi, wafanya biashara zako, wewe wenda shambani kwako kulima, wenda kwenye mifugo yako, wenda kazini ulikoajiriwa, wafanya mambo yako. Humbughudhi mtu yoyote wala huzungumzi lolote kwa dhulma. Hakuna atakaye kudhulumu. Lakini haya twayaona sisi, hatujaambiwa huko na kule. Twaona baadhi yao wanashiriki katika baadhi ya mambo mabaya. Katika kipindi kilichopita kuna watu walishiriki katika mambo mabaya kabisa na wakayaunga mkono. Leo wamegeuka, wanajifanya wataka kututetea sisi, eti ni watetezi wetu, waanza kuwatukana wale waliokuwa wakishirikiana nao katika baadhi ya mambo, watutia ujinga sisi tushirikiane na wao kwa sababu kuna maslahi waliyakosa katika nchi hii. Sisi si wapumbavu, sisi si waimmaa. Sisi waislamu tuna maarifa na miongozo madhubuti kabisa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kutudanganya. Kuna wahusieni ndugu zangu waislamu, maneno haya ninayowaambia hayafungamani na chama chochote wala kujipendekeza kwa yoyote. Tunazungumza jambo hili kwa sababu hatari yoyote itakayotokea katika nchi hii ya uvunjifu wa amani, hakuna atakayesalimika, si mdogo wala mkubwa, mwanamke wala mwanamume, muislamu wala mkristo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kulisimamia jambo hili, kuhami, kuhakikisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yetu inadumu. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani aliupigia mfano mji uliokuwa katika hali, watu wake wako katika amani na utulivu. Yatiha rizquha raghadan min kulli makanin, riziki yake inakuja kwa wasaa kutoka kila mahali. Wanaokuja kwa njia za baharini, kwa nchi kavu, kutoka China, kutoka India, kutoka Uturuki, kutoka wapi, riziki zinakuja katika miji hiyo. Watu waleta bidhaa na wengine wasafirisha. Yatiha rizquha raghadan min kulli makanin, riziki yake inakuja kwa wasaa kutoka kila mahali, kila upande wa dunia. Fakafarat bi an'amillah, lakini watu wa mji ule wakaikufuru neema ya Allah. Zile neema za Allah zote wakazikufuru. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika neno la Kiarabu ametumia an'um, ambao ni jamu qilla, kuonyesha ya kwamba wingi ambao unafahamisha wingi wenye kiasi kichache, sio ule wingi mkubwa, kuonyesha kwamba kufuru katika neema hata ikiwa kwa kiwango kidogo ina madhara. Fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. Allah akawaadhibu wao, akawavisha adhabu ya njaa na hofu kwa sababu ya yale waliyofanya. Kuna watu walifikiwa na hali hiyo, walikuwa katika neema wakaona neema nini, walikuwa katika amani nini, wakaikufuru neema ile ikaondolewa, wanaitamani lakini haiwezi kurudi. Sasa Uislamu umefunza sana na kuhimiza suala la kuitunza amani, na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika matukio mbalimbali alikuwa akilienzi jambo hilo. Hata tukio mfano na kuandama mwezi umeandama kama nilivyoandama juzi hapa, akiuona mwezi muandamo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Alhadith, akiuona mwezi muandamo, ewe Allah, Allahu akbar, Allah tunakuomba mwezi huu uandamishe kwa amani na imani, amani idumu na salama na Uislamu. Hii inaonyesha
namna dini yetu inavyopupia na kuhimiza juu ya utunzaji wa amani, kwa sababu uvunjifu wa amani ni balaa na ni adhabu. Kuijenga amani na istikrari na utulivu katika nchi au katika mji ni jambo linalotumia muda mrefu sana. Kuvunja ni dakika chache sana, neno moja tulitaweza kuvunja, na mpaka mrudi mlipokuwa vizazi kadhaa vitaisha. Mtayakumbuka haya ninayozungumza kama mjifanya hamuelewi. Sasa Uislamu unalitilia mkazo sana jambo hili, hasa walinganizi wa da'wa hii, maulama wa da'wa hii, inaitwa ad-da'watu as-salafiyya. Tangu kale, tangu hapo mwanzo, kwa kuwa maulama wake wameshajiamulia wao na kuazimia kuwa wao watashikamana na mafunzo ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yalivyofahamika na wema waliotutangulia, basi tangu hapo zamani maneno yao ndio hayo hayabadiliki, yakihimiza juu ya utunzaji wa amani. Utashangaa ukiangalia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 728 Hijiria, karne ya 8 ya Kiislamu, miaka zaidi ya 700 kwenda 800. Alisema maneno, anasema وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من النصر. maana yake anasema hivi, mara chache sana kupatikana mtu anayeamua kufanya uasi na kufanya mapinduzi dhidi ya mtawala ambaye tayari ana mamlaka kivyovyote vile, ameingia kivyovyote vile, lakini tayari ametamakani kwenye kiti cha uongozi. Sasa akijitokeza mtu yoyote anataka kumuondosha kwenye kiti chake, ni mara chache sana anayejaribu kufanya hivyo akafanikiwa, isipokuwa kunazalikana shari kubwa sana kutokana na vitendo vyake kuliko lile analolidhamiria ambalo ni kutetea haki, kunusuru. Shari inayotokea ni kubwa sana kuliko lile analotaka kulileta. Wataka kuleta nini? Haki. Haki ya nini? Haki ya kuzungumza, kila mmoja aseme. Haki ya nini? Haki ya kutawala, kwamba kila mmoja anaweza kutawala. Haki ya nini? Haki ya mshahara, haki ya mgao wa pato la taifa, tuwe sawa. Hilo unataka kulifanya wewe, hilo unalolifanya hilo unakutaka kupindua au kwenda kinyume ili umtoe mtu kwenye kiti chake, madhara yake yanakuwa makubwa zaidi kuliko lile ambalo wewe unataka kulifanya pingine lisiwe. Bali anasema katika maneno mengine, wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatu kharajat ala dhi sultanin illa wa kana khurujuha min alfasadi ma huwa a'zamu min alfasad. Ni mara chache sana, asema huenda ikawa haijawahi kutokea kujulikana kikundi chochote ambacho kilifanya uasi kikataka kutoka nje ya mtawala. Yani historia ukiifuatilia, ukigusagusa, utaona kwamba ni mara chache sana kuwa wanaofanya hivyo wanafanikiwa, mara chache sana. Mara nyingi uharibifu unaotokea ni mkubwa. Sasa maneno haya yalizungumzwa huko, lakini sasa nyinyi yaleteni katika wakati wa sasa. Si watu walilalamikia mambo kama haya huko Libya? Kila kitu wamepata, ila uhuru wa kusema, uhuru wa kutawala, hakuna demokrasi. Kwa sababu Muammar al-Qaddafi alikuwa anawasimamia na kuwatawala biyadin min hadid, kwa mkono wa chuma, hakuna anayefurukuta. Wakasahau neema zile zote, wakaona kwamba salama tumpindue ili tuwe huru. Fuatilieni historia yao na jambo lilivyo kwao. Al-Yemen, mpaka
tunapozungumza sasa hivi kuna marais zaidi ya 5 ndani ya nchi moja, bali wengine wanasema 8 nchi moja. Huyu Ali Abdullah Saleh Al-Ahmar huyo afai aondoke 2012. Walimuua wakaipindua nchi. Sasa 2012 mpaka leo muda gani? As-Somali, Sudan, huyu al-Bashir atufai huyu, maandamano. Kitu gani kilizalikana baada ya hapo? Sasa mimi nawaambia kitu kingine. Katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, nchi yetu sisi imeruzukiwa na hali ya utulivu na amani kwa kiwango cha juu sana. Ni nchi ya kupigwa mfano. Nchi nyingi zilizotuzunguka haziko katika hali ya amani. Kimbilio lao ni hapa. Baadhi yenu mwajua kwamba kuna baadhi ya mipaka ya Tanzania ni lazima ilindwe kwa ukaribu mno, kwa sababu ya upande wa pili hauko salama. Kuna kitu wanakidai, wanataka dola ya Kiislamu isimame, tuchinje kila kafiri, na wana silaha, wanapigana, wana nguvu kiasi fulani. Raia wa kawaida hawezi kupambana nao, lazima walindwe na jeshi. Jeshi lazima lilinde mipaka. Sasa nawaambieni kwamba itokee sasa tumeamua kuandamana, tukaingia barabarani, jeshi badala ya kulinda mipaka likawa linapambana na raia waliomo ndani. Hii vita nani anaweza kuisimamisha hapa? Afala taaqilun? Hamna akili. Mmesahau kwamba kuna Kongo na nchi mbalimbali ambazo zimekosa amani, hawana pa kukimbilia. Wewe utakwenda wapi? Sasa nyinyi jitoeni akili, jitoeni fahamu, lakini mnachokifanya ni ubinafsi. Kwa sababu hawa watu wa maandamano, labda tukizichunguza sababu zao kubwa kabisa, mimi nikitafakari naona hazitoki nje ya mambo matano. Sababu ya kwanza ni ujinga. Mara nyingi wajinga ndio wanaotumiwa katika kupitisha agenda za watu. Wewe huna lolote, ufaidiki na chochote, lakini kuna mabwana wakubwa watakupitisha agenda zao. Cha kufanya ni nini? Ni wewe mjinga. Kwa hiyo ujinga ni tatizo, na hasa ujinga wa kutokufahamu miongozo ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya mavuguvugu haya mara nyingi wanaotumika ni alhamatu ru'a, juhal, sufahaun nas, ndio wanaotumika, ikawa wao ndio punda ukubebeshwa mizigo hii. Au sababu nyingine ni kufuata matamanio na kufuata mkumbo, kama nilivyoeleza katika athari ile au hadithi ile iliyotangulia, mtu akawa ni bendera kufuata upepo. Au sababu nyingine ni tamaa ya mali na madaraka. Alishazoea kupata mali bure bure tu, alishazoea kupata madaraka na vyeo, sasa kakosa, aona afadhali nife na wenzangu, nihamasishe. Hili pia lipo. Jambo nyingine ni uchochezi kutoka kwa maadui na watu wasiokuwa na nia njema, wakayapitisha baadhi ya mambo kama ndiyo mirija yao ya kupenyeza sumu zao. Watu wako nje ya nchi zetu wakawatumia wanasiasa, wanaharakati, wakatumia vyombo vya habari, wakaweka mamluki wao. Lengo lao ni wao kujinufaisha, kwa sababu fujo ikitokea hapa hakuna amani, basi madege yao ya jeshi yatakuja kulinda amani, lakini wakati huo wanavuna utajiri uliopo katika nchi zetu, na wanafanya katika nchi mbalimbali, na hamtapatana milele, na kila mmoja atashika njia yake, wao wataendelea kunufaika. Lakini kitu kingine, udini, ukabila, ubaguzi wa rangi. Sema hapa katika nchi yetu zaidi ni udini. Kuna baadhi ya watu
wanajiona kwamba wao wana haki zaidi katika nchi hii kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo akisema lazima asikilizwe, asiposikilizwa na akaona kwamba hana ushawishi, basi yuko tayari kufanya chochote. Sasa haya yote niliyotaja haya ni mambo marefu, lakini nichukueni hayo. Lakini katika madhara ya jambo hili, nchi ikiatilika, kwa maana ya kwamba mambo yakisimama, tushaamua vurugu sasa. Hatujui tupigana na nani, kwamba sasa wewe wapambana na nani, lakini mambo yameharibika. Pana ubinafsi hapa, kwa sababu kuna wazee, babu yako mzee hawezi kutembea, watoto wadogo, wanawake wenye mimba, kuna watu kwa vitandani mahospitalini na majumbani wanahitaji huduma ya afya, na pengine mtu huyu akawa ni baba yako au mama yako au kaka yako au dada yako au mjomba wako au shangazi yako au mwanao au mjukuu wako, yuko kitandani, anahitaji madripu, anahitaji uangalizi wa karibu, al-inayatul murakkaza, yuko katika ICU. Maandamano yametokea alfajiri ya leo, hakuna anayekwenda kazini, afa. Wagonjwa wangapi watadhurika kwa sababu ya upumbavu huu unaoletwa na wachochezi? Kuwa na akili, la takunu immaa. Yazingatieni maneno haya, na kuzungumza maneno haya Waislamu kuambia si wa uoga wala si ukibaraka, ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kufanya maandamano wala migomo ya aina yoyote. Kitu cha msingi ninachowaomba, tuitunzeni neema hii ya amani Allah subhanahu wa ta'ala aliyoturuzuku, kwanza kwa kuitambua neema hii, lakini pili kwa kuishukuru neema hii kwa kuyafanya yale yanayotakiwa kwa mujibu wa dini yetu, lakini pia kwa kuwakemea wenye kutaka kufanya uharibifu na kutokuwaunga mkono. Lakini jambo jingine kubwa ni sisi kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala, mambo kama haya yapite kwa salama, amani iendelee kudumu na utulivu, tusiwe na mchango wowote wa uvunjifu wa amani. Allahumma aminna fi awtanina.